ya watu wanavyopenda Mungu. Wapo mnangeni mwenu, wapo. Kuna watu wengine wanamtukuza Mungu kiasi cha kwamba wako tayari hata kutoa uhai wao kwa sababu ya kupenda Mungu. Na ndivyo hivyo, Mwenyezi Mungu tunapaswa tumpende kwa moyo wote, na upendo huo Mwenyezi Mungu utoke ndani kabisa ya mioyo yetu. Ndio baba. Kama jirani yako, upende Mungu kutoka ndani ya moyo. Kama vijana sisi wanaoambiana kwamba sasa vijana tunasikia wanaoambiana kwamba kutoka katika uvungu kabisa wa moyo wangu, I love you so much. Kwa Mungu sasa wewe na mimi kutoka moyoni, I love you so much. Nakupenda sana. Nakutambua. Moyo mtakatifu wa Yesu. Moyo mtakatifu wa Yesu. Ni kama vile umbali kutoka Singida kutoka Singida uje mpaka Geita. Ni mbali kweli. Lakini sana wale jinsi watu wanaopenda Mungu na wale wanaopenda Mungu. Watu wengine wametoka sehemu mbalimbali kwa miguu. Watembea na wapige wamebeba msalaba wanaenda. Mtu fikiri ametembea kwa mwezi mzima kwa miguu, anafuata Mwenyezi Mungu na mgongo kwa miguu. Hapo mmoja na mama siwezi nilikuwa wewe kutembea ni boda tunapoenda sokoni kwenda tu hapa boda mwenzako ametembea kwa miguu, wengine wanasema Mungu hata miguu imefika mwezi mzima wa barabara wanatembea na hawahitaji wanasema hii sisi ni sehemu ya ibada yetu kwa Mwenyezi Mungu. Ni ibada, lakini vile ni malipizi ya dhambi zangu mimi na dhambi za wengine. Nikiwa natenda dhambi natenda kwa starehe. Kwa starehe. Ninasema watu kwa starehe zao. Kwa nini msamaha wa dhambi uwe kwa maneno? Muondolewa dhambi. Ni lazima niingie ndani nifanye malipizi ya dhambi zangu. Miguu imevimba kabisa, imepasuka, dole imepasuka, lakini wanatembea. Na wanafuraha. Maumivu haya ya Mungu nini? Hawajali. Sababu wanapenda Mwenyezi Mungu kutoka ndani. Hivyo wanatembea kwa miguu, wanaenda. Na wanamsalaba mbele, hawaoni haya ya msalaba. Sababu wanatangulia mwezi mzima wametembea kwa miguu. Na wanafuraha kweli. Na kusali wanasali, njia nzima wanaoenda wanasali. Na Yesu. Yaani wanakipeki kuni cha Yesu. Sio kikuchenu nyingi cha Yesu. Umwamini lolote kuhusu Yesu. Umwamini. Na wanafuraha, wanaamani, wanampenda Yesu. Na wanatembea. Fikiri hata wale mashirika Uganda kama tunawazungumza. Akimtolea Bwana wanazaka. Yule Mungu wa upendo. Watu wanajua nini? Hapana. Hataki kuhubiri kanisa, lakini kwa nguri kwamba tunahubiri tu. Hata kama wanakuwa. Kalori huyo ambaye ni kama tunataka wao watakatifu mashairi wa Uganda. Kapewa watu lakini bado. Hata anakwenda kuoa. Tena yeye anasema naomba mimi mwenyewe nikusanye kule. Kuliko mngeteni kwa Yesu, nikakusanya kuni mcho. Anakusanya kuni na Nazareti. Moto unawashwa, anasimamishwa juu.
Moto unaanza kuunguza kuanzia miguuni. Hebu kija kwa miguu. Moto unaunguza kuanzia miguuni. Anaambia sasa nimeiva miguu, nimeiva. Mnigeuze kichwa chini miguu. Anageuza. Paka makufa roho. Wewe vipi? Unaweza kusimama kwenye moto hivi? Wewe unaweza kwa sababu ya Yesu. Unaweza wapi? Kama madeni tu yanakusumbua na hata kama usali. Madeni. Ukija hesabu ya udai sasa kwa leo. Madeni. Unaweza kusimama naye. Kama mambo yanakimbiza kwa kunacha nini? Unaacha kusali kwa wengine. Ndio watu wa sakramenti. Unaweza kusimama juu ya moto wa Mungu hata kama nafia ni kwa sababu ya Yesu. Na nitabarikiwa kwa Mwenyezi Mungu. Ndio anaona anatoa taibu unaanza sakramenti hivi karibu. Ona watu ambao walioshiba imani. Moyo imani. Mtu anabayo kumwambii chochote kinachojulikana na Yesu anaelewa. Moyo